Hujambo na karibu sana katika ripoti ya operesheni za kijeshi za Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako Urusi imefanya ukombozi mwingine mkubwa katika jimbo la Kursk na pia katika mkoa mwingine wa Zaporizhzhia, ambako wanajeshi takribani 10,000 au zaidi ya 10,000 pia wameweza kuuawa kutoka mstari wa mbele wa kivita. Na kusikia kwamba pia ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii na utasikia kiundani kabisa kila ambacho pia majeshi ya Urusi yamekifanya dhidi ya vikosi vya Ukraine na kupelekea askari jeshi wa Ukraine zaidi ya 10,000 kuweza kuuawa katika mstari wa mbele wa kivita. 0679 61 9650 yani 0679 61 9650. Hii pia ni nambari pekee ambayo itakuwezesha kujiunga na huduma ya matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko nchini Urusi na huko nchini Ukraine. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja na grupu letu la WhatsApp kwa namba hiyo ambayo nimekutajia kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500. Hichi pia ni kama kigezo cha kusapoti au kuchangia utafutaji wa matukio hayo kwa njia ya video, ili pia kuweza kukutumia moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Nambari ya malipo ni hiyo ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambayo nimekwisha kutajia ya 0679 61 9650. Basi pia JMTV inakukaribisha sana ujiunge na grupu letu la WhatsApp ili kupata nafasi ya kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Wanajeshi wa Urusi waliweza kukomboa jamii takribani 3 kutoka mkoa wa Kursk nchini Urusi, pia huko Zaporizhzhia katika Machi 15 hadi 21 katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, ambapo Kyiv ilipoteza zaidi ya wanajeshi 10,000 katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo kuhusu taarifa ya operation hizi, ambapo wakati wa wiki yani siku 7 vitengo vya mapigano vya kaskazini viliendelea kuharibu vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk na kukomboa makazi ya huko Zaoleshenka na Robanishchina kupitia operation madhubuti, ambako vitengo vya vita vya Dnipro vilikomboa makazi ya huko Stepovoye huko mkoani Zaporizhzhia kupitia operation maalum ya kijeshi, ambako pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo katika taarifa yake. Wanajeshi wa Urusi walitekeleza mashambulizi takriban 13 kwa silaha za usahihi na magari ya anga yasiyo na rubani, kushambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine na kushambulia warsha za mikusanyiko wa UAV katika wiki nzima, wizara imeeleza hivyo, ambako katika Machi 15 mpaka Machi 21 yani siku ya Ijumaa wiki hii, vikosi vya wanajeshi vya Urusi viliweza kutoa mashambulio takriban 13 ya pamoja ya silaha za usahihi na kushambulia ndege zisizo na rubani, kushambulia miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, warsha za kukusanyika na maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani na mahali pa mafunzo ya mashambulio ya wataalamu wa UAV, bohari za risasi na maeneo ya muda ya maafisa wa kitaifa wa Ukraine, ambako jeshi la Ukraine liliweza kupoteza zaidi ya wanajeshi 10,365 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa wiki nzima, kulingana na ripoti ya hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi mjini Moscow. Takwimu za hivi punde zinaonyesha ya kuwa jeshi la Ukraine lilikumbwa na majeruhi zaidi ya 2295 kutoka kwa kundi la vita la Russia kaskazini na zaidi ya majeruhi 1670 kutoka kundi la vita la magharibi la Moscow. Na huu ni mchanganuo kiundani kabisa kuhusu operation hizo za Urusi kutoka makundi mengine tofauti na kwa ujumla kabisa katika mapigano hayo dhidi ya vikosi vya Ukraine kwa muda wa siku 7,
ambapo wizara imeweza kueleza kiundani kabisa kuhusu operation hizi, ambako kundi la kaskazini la Urusi liliweza kusababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 2295 wa Ukraine na kuharibu vifaru 16 vya adui katika maeneo yake ya wajibikaji katika mkoa wa Kursk, Kharkov na Belgorod kwa wiki nzima. Wakati wa wiki, vikosi vya mapigano vya Urusi vya kaskazini viliendelea kuharibu vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk. Ndege za vita, magari ya angani yasiyokuwa na rubani na mizinga ilishambulia wafanyakazi na vifaa vya brigade 2 za Mechanized, brigade ya mashambulio ya anga ya jeshi la Ukraine, brigadia ya askari wa miguu wa baharini na brigadia 2 za ulinzi. Ambako katika mwelekeo wa Kharkov na Belgorod, vitengo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa uundaji wa brigade 2 za Mechanized na regiments 2 za mashambulio za jeshi la Ukraine. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine liliweza kupoteza zaidi ya wanajeshi 2295, vifaru 16, magari 58 ya kivita, magari 130 na bunduki 30 za kivita katika maeneo hayo ya mstari wa mbele wa kivita kwa siku 7. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliharibu maghala 6 ya risasi na vituo 5 vya elektroniki na vituo vya rada za betri za jeshi la Ukraine kwa wiki nzima, wizara imeeleza hivyo. Nalo kundi la mapigano la Urusi la Magharibi lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 1670 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu magari 19 ya kivita ya adui katika eneo lake la wajibikaji kwa wiki nzima, ambako vitengo vya vikosi vya mapigano vya Magharibi vya Urusi viliweza kuboresha nafasi zake za mstari wa mbele wa kivita na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigade 3 zilizo na Mechanized, kikosi cha askari wa miguu wenye magari, kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na brigade 2 za ulinzi wa eneo. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine liliweza kupoteza zaidi ya wanajeshi 1670, magari 19 ya kivita ikiwa ni pamoja na gari la mapigano la watoto wachanga la Bradley na shehena 7 za kivita za M113 zilizotengenezwa nchini Marekani, lakini pia magari 44 na bunduki 28 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu vituo 10 vya vita vya elektroniki na ghala 11 za risasi za jeshi la Ukraine kwa wiki nzima. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha Russia Kusini kilisababisha takribani vifo vya wanajeshi wa Ukraine 1615 na kuharibu vifaru 2 vya adui na magari 7 ya kivita katika eneo hilo la mstari la wajibikaji kwa siku 7, ambako vikosi vya mapigano vya kusini vya Urusi pia navyo viliweza kuboresha msimamo wake wa kimbinu na kusababisha hasara kwa miundombinu ya brigade 5 zilizo na Mechanized, brigade watoto wachanga yenye magari, kikosi cha mashambulizi ya milimani, kikosi cha mashambulizi ya ndege, kikosi cha mifumo isiyo na rubani cha jeshi la Ukraine, brigade ya ulinzi wa eneo na brigade 2 za kitaifa. Kwa ujumla kabisa, katika upande huo Ukraine ilipoteza takribani wanajeshi 1615, vifaru 2, magari 7 ya kivita yakiwemo mabehewa 3 ya kivita ya 113 yaliyotengenezwa nchini Marekani, magari 34, bunduki 14 za kivita na mifumo 2 ya rocket ya RAK-SA-12 iliyotengenezwa huko Croatia katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa siku 7. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu maghala 6 ya risasi na vituo 2 vya kivita vya elektroniki vya jeshi la Ukraine. Nacho kituo cha mapigano cha Urusi pia kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 3235
wa Ukraine na kuharibu magari 30 ya kivita ya adui katika eneo lake la uwajibikaji kwa wiki nzima. Vitengo vya kituo cha vita vilipata safu na nyadhifa bora zaidi na kusababisha uharibifu kwa wafanyakazi na vifaa vya brigade 4 za Mechanized na brigade 2 za Jiga na kikosi cha mashambulio cha jeshi la Ukraine, kikosi cha askari wa miguu wa baharini na kikosi cha walinzi wa kitaifa, wizara imeeleza hivyo. Kwa ujumla, Ukraine pia ilipoteza zaidi ya wanajeshi 3235, magari 30 ya kivita yakiwemo magari mawili ya kijeshi ya Bradley, magari matatu ya kivita ya M113 na magari mawili ya kivita ya Max Pro yaliyotengenezwa nchini Marekani, magari 46 na bunduki 26 katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu vituo vitatu vya elektroniki vya jeshi la Ukraine. Nacho kikundi cha mapigano cha Urusi Mashariki kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi wa Ukraine 1040 na kuharibu bunduki 21 za adui katika eneo lake la uwajibikaji kwa wiki nzima. Vikosi vya mapigano vya mashariki vya Urusi viliendelea kusonga mbele na kuingia ndani kabisa ya ulinzi wa adui na kusababisha hasara kwa vikundi vitatu vya askari wa miguu na magari mawili, kikosi cha mashambulizi ya milimani na kikosi cha ndege cha jeshi la Ukraine, kikosi cha askari wa baharini na brigade 3 za ulinzi wa eneo. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 1040, magari 10 ya kivita, magari 27 na bunduki 21 za kivita, zikiwemo silaha 4 zilizotengenezwa na nchi za Magharibi katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Pia kikundi cha vita cha Urusi Dnipro chenyewe kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 510 wa Ukraine na kuharibu vituo 9 vya vita vya elektroniki vya adui katika eneo lake la uwajibikaji kwa wiki nzima, ambako kwa siku 7 vitengo vya mapigano vya Urusi Dnipro vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigade 2 zilizo na Mechanized, brigade ya mashambulizi ya milimani na brigade 4 za ulinzi wa pwani za jeshi la Ukraine. Kwa ujumla, Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 510, magari 32 na bunduki 6 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele kwa muda wa wiki moja. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi vilisababisha uharibifu wa vituo 9 vya vita vya elektroniki na ghala 2 za risasi za jeshi la Ukraine kwa wiki nzima. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeweza kueleza hivyo kuhusu uharibifu uliosababishwa na vikosi vya Urusi vya Dnipro. Pia kikosi cha wanaanga cha Urusi kiliweza kudungua ndege ya kivita ya Ukraine ya MiG-29 katika mapigano ya anga, wizara imeeleza hivyo. Vikosi vya wanaanga vya Urusi viliweza kudungua ndege ya kikosi cha wanahewa cha Ukraine cha MiG-29 katika mapigano ya angani, wizara imeeleza hivyo. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilifanikiwa kudungua ndege takribani 1113 za Ukraine zisizokuwa na rubani na mabomu 28 ya JDAM katika kipindi cha wiki moja, wizara imeeleza hivyo, ambako kiundani kabisa ilifafanua ya kuwa kwa muda wa wiki nzima uwezo wa ulinzi wa anga wa Urusi uliweza kuharibu mabomu takriban 28 ya angani ya JDAM na roketi 7 za mfumo wa roketi nyingi wa HIMARS uliotengenezwa nchini Marekani, na pia magari yasiyokuwa na rubani takribani 1113 ikiwa ni pamoja na UAV 536 nje ya eneo la operation maalum ya kijeshi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeweza kueleza hivyo kuhusu operation zake za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine kwa muda wa siku 7, ambako pia imeweza kueleza kiundani kabisa mapigano hayo ya tangu Machi 15 hadi Machi 21, yani siku ya Ijumaa wiki hii. Hivyo basi hiki ndicho ambacho
Urusi imeweza kukieleza katika mapigano yake dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako pia imesema kuwa ilifanikiwa kukomboa makazi takribani 3 ikiwemo huko Kursk na moja huko Zaporizhzhia. Basi pia taarifa zaidi na kusihi ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, na pia nakukumbusha kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi sasa unaweza kufanya hivyo ili pia kufahamu mengi zaidi ambayo yanazidi kujili kutoka vita vya Urusi na Ukraine, ambako pia hadi sasa Marekani inazidi kupambana katika kutafuta suluhu ya kumalizika kwa mzozo huo ulioanza tangu Februari ya mwaka 2022. Kwa sasa sina mengi zaidi, hivyo basi nakusihi pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku leo ambazo nitakufahamisha kutoka huko Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi ambako ripoti zote nimekuwa nikikufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa JM TV.